nimepewa kazi ndogo tu ya kuja kubariki shughuli za vijana wetu wa CUF. Juzi tarehe 12 ya mwezi huu wa 8 ilikuwa ni siku ya vijana duniani, ambapo siku hii ilibeba ujumbe maalum, ambapo ujumbe wao au kauli mbiu yao ilikuwa inasema tunatumia majukwaa tofauti kwa dhamira moja ya kujenga taifa letu. Na hivyo ndivyo ilivyo katika vyama vyetu vya siasa na mambo mbalimbali. Tanzania tuna vyama vilivyopata usajili takriban sio chini ya 19 mpaka 22. Hayo yote ni majukwaa ya kisiasa, lakini lengo lake ni moja tu. Lengo lake ni kutafuta ustawi wa taifa letu na vizazi vyake. Hakuna kitu kingine. Vyama vyote vya siasa lengo lake ni moja tu. Kila mmoja anapambana kuona Mtanzania anaishi vizuri, kuona kijana wa Kitanzania anafaidi rasilimali za nchi yake, kuona kijana wa Kitanzania anapata amani na utulivu katika nchi yake, habaguliwi kwa sababu ya dini yake, habaguliwi kwa sababu ya rangi yake, habaguliwi kwa sababu ya kabila yake, wala habaguliwi kwa sababu ya anapotoka au kwa itikadi na chama alichoko. Tunahitaji usawa katika taifa letu, na ndiyo kauli mbiu ya vijana ya mwaka huu. Nilitegemea katika maadhimisho ya siku ya vijana tuone vijana wote wa Kitanzania wana jukwaa moja wanalitumia kujadili mambo yao. Lakini tazama siasa za Tanzania, na vijana, ikiwa hamkuwa makini, mujue kwamba siasa za Tanzania zitawapeleka mahala ambapo sio pazuri. Juzi nimeona CCM jana wamefanya mkutano kuhusu ajenda hiyo hiyo ya vijana. Chadema wamefanya mkutano kuhusu ajenda hiyo hiyo ya vijana, na vyama vingine wamefanya mikutano kuhusu ajenda hiyo hiyo ya vijana, na leo CUF wanafanya mkutano kuhusu ajenda hiyo hiyo ya vijana. Wengine wamefanya vikao vya ndani, wengine wamefanya vikao vya nje. Maana yake tunawaandaa vijana watakaokuwa wanajitambua na kujitazama kwa vyama vyao, kwamba wewe ni kijana, lakini kwa kuwa uko CCM unatetea maslahi ya chama chako na sio maslahi ya vijana wote. Na wewe ni kijana, kwa kuwa upo CUF unatetea maslahi ya chama chako na sio maslahi ya vijana kwa ujumla wote. Wakati umefika, pamoja na kuwepo kwa vyama, lakini vijana mujitambue kama nyinyi munaishi katika jahazi moja lenye matatizo ambayo hayachagui chama. Ukikosa ajira, hutapata ajira kwa sababu wewe ni chama fulani. Ukikosa nauli ya daladala, hautakosa kwa sababu ya chama fulani. Ukikosa mlo wa asubuhi au wa jioni, hautakosa kwa sababu wewe unatoka chama fulani. Utakosa kwa sababu hatuna sera madhubuti, hatuna sera nzuri, hatuna sera za kustawisha jamii yetu. Jamii ya Kitanzania ni jamii iliyobarikiwa, imebarikiwa kwa kila neema. Sisi ni watu tunaosifika kwa kuwa na rasilimali nyingi katika nchi yetu. Leo tukizungumza mustakabali wa taifa hili, vijana mjue mnazungumzwa nyinyi. Ukizungumza ajira, unaotazama kwenda kuwaajiri ni akina Said Miraji. Mimi siajiriki tena ndugu zangu, nishafika umri wa kustaafu. Munaoajirika ni nyinyi vijana. Tukizungumza kuongeza elimu ni nyinyi. Leo
Wazee wenu tunapambana mifumo ya elimu ibadilike, lakini vijana tunaowapambania mna relax, mmetulia, hamna wasiwasi. Ingelikuwa nyinyi mmechangamka vizuri, lazima wanaotunga sera kuhusu elimu wengelibadilisha mifumo yao. Sisi tunachoamini elimu ni darasa la kwanza mpaka form 4, form 4 mpaka form 6, form 6 mpaka chuo. Sio hivyo tu. Elimu sasa hivi duniani imebadilika. Unaweza kumaliza chuo leo, baada ya miaka mitatu ijayo elimu uliyoisoma juzi leo haikusaidii tena. Kila siku zikienda elimu inabadilika, teknolojia inakuwa. Juzi tu hapa ulikuwa ukitaka kuchimba mfereji hapo barabarani, unahitaji vijana zaidi ya 50 waweze kuchimba mfereji. Leo barabara za mwendo kasi zinajengwa, anakuja mtu na kile kiberenge chake, amevaa shati zuri, amekaa ametulia, anaweza kufanya kazi ya watu 200 kwa siku moja. Teknolojia inakuwa. Miaka ya nyuma, wakati wa mapinduzi ya viwanda hapa duniani mwaka 1945, mashine zilipoanza kufanya kazi viwandani, watumwa kule Marekani walikosa ajira, wakaanza kuharibu mashine ili waendelee kupata ajira. Sasa yale yaliyotokea mwaka 1945 ndiyo yanayotokea leo. Leo usishangae kuenda hotelini, vyombo vinaoshwa kwa mashine, dekio linapigwa kwa mashine, wahudumu takriban karibu watakuwa ni kwa mashine. Kuna nchi duniani unakwenda petrol station kununua mafuta, hakuna mfanyakazi. Unaweka kadi, unajaza mafuta, unajihudumia, unaondoka zako. Sisi bado tunaimba tu na elimu yetu tuliyoizoea, elimu ya kingumbaru. Tunahitaji serikali ituandalie mkakati wa kuwapeleka vijana wetu kwenda kusoma kutokana na mazingira ya sasa. Zamani ulikuwa unajiona bingwa ukiajiriwa ukiwa mwanajeshi, unajiona bingwa ukiajiriwa ukiwa polisi. Leo jiulize, kuna vita Irani na Marekani, kuna vita Mrusi na Ukraine, watu wanatumia drones tu. Mtoto wa kike kakaa ndani, kijana mdogo kakaa ndani, anabonyeza button, vita vinaendelea, watu wanakufa, miundombinu inaharibiwa, watu wanafanya kila kitu kwa kutumia mashine. Sio vile vita vya zamani vya kina Itugulu Day, unatoka na panga. Dunia imepitwa na huko haiko tena. Tunataka tuwe na vijana wenye ufahamu, wajue wanataka nini. Leo ukichukua kundi la vijana, chukua kutoka vyama vyote vya siasa, kila chama waambie nipe watu 5, alafu waweke kitako hapo. Chukua kwenye makundi ya kijamii, kila kundi chukua watu 5 waweke. Chukua kundi la watu 5 kutoka kwa madaktari, kutoka kwa walimu, kutoka kwa polisi, kutoka kwa wanajeshi, kutoka kwa kila mtu, kwa daladala na wengine. Chukua watu 5, halafu waulizeni matatizo yenu nyinyi kama vijana wa Tanzania ni yapi. Daladala atakwambia bwana, askari trafiki hawa wanatubugudhi, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Utajua huyu daladala huyu. Bodaboda atakuja na yake, utajua huyu bodaboda huyu. Daktari atakuja na yake, utajua daktari huyu. Hawakutengenezwa vijana wa Kitanzania kuzungumza lugha moja. Kila kijana ametengenezwa azungumze matatizo yake yeye. Huo ni mfumo, ndugu zangu, huo ni mfumo umeandaliwa. Vijana wa Kitanzania, kila kijana anapambana kwa matatizo alionayo, anayoona yanamhusu yeye. Msanii atalalamikia sanaa, mchezaji mpira atalalamikia mpira, aliyeko sokoni atalalamikia ushuru wa 200. Hivyo ndio vijana wetu walivyoandaliwa. Tunahitaji vijana watakaoweza kuset ajenda ya pamoja.
Watanzania mnapaswa, vijana wa Kitanzania, kuwa na ajenda moja. Msiwe na ajenda kwa mujibu wa kiatu ulichovaa. Ndio maana sisi wazee wenu na sisi kwa vijana kama nyinyi bwana, na nyinyi vijana mtakuwa wazee kama sisi. Mtakuja kuambia nini vijana wenu wakati huo mkiwa wazee kama sisi? Wakati nchi hii inatafuta uhuru, waliotafuta uhuru wakati huo kina Mwalimu na kina mzee Sykes na wengine walikuwa ni vijana. Uhuru haukutafutwa na wazee. Wazee waliwasaidia vijana, vijana ndio walikaa mbele. Wazee walitoa mawazo, wazee walitoa miongozo, wazee walitoa hekima na busara, lakini nguvu ilihitajika ya vijana. Leo tunakupeni mawazo vijana wetu, leo tunakupeni busara vijana wetu, lakini tunategemea nguvu zitoke kwenu nyinyi, sio kwetu sisi. Nashangaa sana leo kijana kutoka chama A anapanda juu ya jukwaa anakwenda kumtukana kijana mwenzake kutoka chama B. Ukisikia zimeanguka ngumi, watu wameumizana, watu wamekufa, ni vijana kwa vijana. Hakuna mzee atakayeweza kushika bunduki bwana. Mwalimu wakati anatafuta uhuru alisema ni mwiko, fimbo au kirungu cha kijana wa Kitanzania kumpiga kijana wa Kitanzania mwenzake. Mwalimu alitufundisha